sadaka au dhabihu inaweza kubeba. Hebu sema sadaka inaweza kubeba. Vizuri sana. Tukianza na Yesu mwenyewe alikuwa sadaka. Yesu mwenyewe alikuwa sadaka. Yaani Yesu, unapomtaja tu Yesu basi unataja sadaka. Lakini pia mwanadamu pia ni sadaka. Mwanadamu pia ni sadaka. Unaweza kujiuliza mwanadamu ni sadaka kivipi? Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Warumi ile sura ya 12 mstari wa kwanza, itoeni miili yenu kuwa dhabihu takatifu. Neno dhabihu maana yake sadaka. Itoeni miili yenu kuwa dhabihu takatifu ya kumfaa Mungu. Hiyo ndiyo ibada yenye maana. Kwa hiyo kumbe hata kile kitendo cha wewe kuja kanisani, yaani kutoka nyumbani kwako ukaja hapa kanisani, hiyo ni sadaka. Wewe ni sadaka. Hebu sema mimi ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kile kitendo tu cha wewe kuwepo hapa kanisani na ukafanya ibada, ukaacha mambo mengine, maana yake wewe ni sadaka. Kwa hiyo Yesu alikuwa sadaka au dhabihu ya Mungu kwa ajili ya ukombozi wa watu na ulimwengu. Kwa Yesu alikuwa ni sadaka. Yesu alikuwa ni sadaka. Kitabu cha Yohana ile sura ya 11 mstari wa 49. Injili ya Yohana sura ya 11 na ule mstari wa 49 hadi mstari wa 51. Anasema hivi: mtu mmoja miongoni mwao, Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule, akawaambia, ninyi hamjui neno lolote, wala hamfikiri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangamie taifa zima. Na neno hilo yeye hakulisema kwa nafsi yake, bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu. Neno hilo Kayafa hakulisema tu kwa nafsi yake, yani hakusema tu kwa bahati mbaya, lakini Biblia inasema ni kwa sababu alikuwa kuhani mkuu mwaka ule. Alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo. Alitabiri kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo. Kwa tunamuona Yesu ni sadaka ya Mungu kwa ajili ya ukombozi wa watu na dhambi zao, kwa ajili ya ukombozi wa watu na ulimwengu. Lakini pia utaona Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16 hadi ule mstari wa 17. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16 hadi mstari wa 17. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana aliye ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa katika yeye. Kwa tunamuona Yesu Kristo, Mungu alimtoa ulimwenguni ili awe fidia ya ulimwengu. Maana yake asimame kwa ajili ya ukombozi wa watu na dhambi zao. Lakini pia utaona Yesu huyu ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Yesu ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Mathayo sura ya 1 na ule mstari wa 21. Mathayo sura ya 1 na ule mstari wa 21. Naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Tunaangalia kwa habari ya sadaka au dhabihu inaweza kubeba. Lakini jambo la kwanza tunamuona Yesu kama sadaka. Yesu kama sadaka ya Mungu, au dhabihu ya Mungu kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya ukombozi wa watu na dhambi zao. Lakini pia utaona Yesu anaitwa mwana-kondoo wa Mungu. Yesu anaitwa mwana-kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu. Sasa kama Yesu yeye ni sadaka, kumbe anaweza kuchukua. Hebu tuangalie Yohana sura ya 1, Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 29. Injili ya Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 29. Mstari wa 29.
mstari wa 29. Injili ya Yohana sura ya kwanza na ule mstari wa 29. Kesho yake alimuona Yesu akija kwake, akasema. Kesho yake alimuona Yesu akija, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ni Yohana akamuona Yesu siku ya pili, kesho yake akamuona Yesu anakuja, akawaambia wanafunzi wake au watu waliokuwa nao, tazameni mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Maana itazameni sadaka ya Mungu ambayo imekuja kuichukua dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo kumbe sadaka ina uwezo wa kuchukua. Tunamwona Yesu ana uwezo wa kuchukua, na Yesu ni kama sadaka ya Mungu au dhabihu kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu na dhambi za ulimwengu. Kwa tunapata picha kwamba kumbe kuna kitu ndani ya sadaka, si tu kutoa, lakini kuna kitu ambacho kinapatikana au kinatenda kazi ndani ya sadaka. Utaona kumbe mwana-kondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu, dhambi ya ulimwengu, anaweza kuchukua dhambi ya ulimwengu. Lakini pia sasa anachukua katika maeneo gani? Leo tutaangalia eneo moja, tutaangalia maeneo kama manne hivi ambayo anaweza kuchukua, na haya yanaweza kuwa kama mlango, yanaweza kuwa lango, yanaweza kuwa lango katika maisha ya mwanadamu. Na unaweza kushangaa ukaona kwa nini kuna baadhi ya watu wanapambana, baadhi ya makabila fulani yanapambana, baadhi ya mataifa fulani yanapambana, baadhi ya koo fulani zinapambana, baadhi ya lugha fulani, tamaduni fulani zinapambana. Utaona sisi sote tulioko hapa, kila mmoja na vita yake tofauti. Huo ni ukweli ambao hauwezi kubishaniwa. Kila mmoja hapa ana vita yake tofauti. Vita yangu mimi sio sawasawa na vita ya mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na vita yake haiwezi kuwa sawasawa na vita yangu, ingawa tunakaa nyumba moja. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile hali kadhalika wewe mnaweza kuwa mmezaliwa kwenye familia watoto 3 au 4. Kila mmoja ana vita yake. Kila mmoja anapitia la kwake. Kwa maana ya kwamba kila mmoja ana namna fulani ambavyo anakwenda kulingana na mlango. Mlango wa hiyo familia yake, au kile ambacho kimepata nafasi kwenye huo mlango. Kwa leo nataka nikupe ufahamu kidogo, maarifa au neno la kiufunuo ambalo ukilidaka na ukalifanyia kazi inaweza kubadilisha maisha yako kutoa hatua moja kwenda mahala pengine. Amen. Unajua Mungu anapotaka kumsaidia mtu, huwa anatuma neno. Yaani Mungu anapotaka kuwasaidia jamii fulani huwa anatuma neno kwenye hiyo jamii. Anapotaka kuwasaidia kanisa fulani anatuma neno kwenye hilo kanisa. Anapotaka kusaidia familia fulani au ukoo fulani huwa anatuma neno kwenye huo ukoo au hiyo familia. Sasa hili neno linapokuja na msilifanyie kazi, kwa sababu kuna tofauti neno likatumwa alafu ukalidaka, alafu ukaliweka chini, alafu kaendelea kusubiri kitu kingine. Mbona Mungu unisaidie? Mbona Mungu unisaidie? Mbona nishakusaidia? Mungu anakuambia shakusaidia. Umenisaidiaje Mungu? Nilikutumia neno. Hili neno ambalo nimekutumia ulitakiwa uanze kulifanyia kazi. Ungelifanyia kazi ungeona matokeo fulani yanayotokana na hilo neno. Matokeo fulani. Na maisha ya watu wengi yamekuwa dormant kwa sababu hatuna ule utamaduni au hatuna ile morali ndani ya mioyo yetu kuyatendea kazi maneno yaliyotamkwa, au maneno ambayo tunapewa, au maneno ambayo tunaambiwa, hatuyafanyii kazi. Na kwa sababu hatuyafanyie kazi, basi hakuna mabadiliko lolote laweza kutokea. Sasa naomba ufungue kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya 5. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya 5. Nimekuonyesha kwanza kwamba sadaka au dhabihu inaweza kubeba, na nimekuonyesha Yesu mwenyewe pia ni sadaka ya Mungu, ambaye tunaona kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 29 ni mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Ni mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo Mungu alipotaka kuwasaidia wanadamu akamtuma mwanaye.
mwanaye akafa, akafanyika fidia kwa ajili ya wanadamu, ili kwamba aweze kuwasaidia au awe karibu na hao wanadamu, aweze kuwasaidia. Kwa hiyo Yesu ni sadaka. Ndio maana kuna wakati mwingine Mungu analazimika anapotaka kuifanyia familia fulani, anawaambia kwa habari ya utoaji. Bwana Yesu asiwe. Kwa habari ya utoaji. Neno hilo linapokuja, sio kila kufunguliwa lazima utoe, lakini kuna wakati Mungu anaweza kuachilia hicho kitu ndani yako, kwamba hebu achilia sadaka fulani, achilia sadaka fulani. Hii sadaka italeta matokeo fulani kwenye maisha yako. Sasa kwa mtu ambaye hajui au haelewi, anaweza kuona kana kwamba ni adhabu, au kana kwamba inawezekana kuna sauti nyingine nazisikia hizi, kwani Mungu hujui hali yangu? Mungu, mbona hali yangu mimi ni mbaya sana? Hali yangu mbona hiki ambacho nataka nikutolee mbona ni cha pekee? Unamwona Mungu alipotaka kumsaidia Ibrahim na uzao wake, sauti ilimjia Ibrahim, akamwambia mchukue mwanao pekee Isaka ukamtoe sadaka ya kuteketezwa. Unaona, haya ni maelekezo. Mungu yeye anaangalia anawezaje kumsaidia Ibrahimu na uzao wake. Nitamsaidiaje? Njia ya kumsaidia Ibrahimu na uzao wake ni anitolee sadaka. Kwanza niangalie utii wake kwangu. Je, aweza kutii? Je, atanipenda? Je, ana uwezo wa kuniamini? Bwana Yesu asifiwe. Haya yote alipoyafanya akayatimiza, utaona Mungu ndo anampa ahadi. Anamwambia uzao wako utamiliki mlango wa adui zako. Mpaka leo Israeli wanamiliki milango ya adui. Ukiangalia, ukifuatilia historia ya dunia, Wayahudi wako kila nchi. Wayahudi wako kila mahali na hufanyika baraka kila mahali. Myahudi akija hapa anaweza kufanikiwa na akakuacha wewe una mangamanga tu. Pale ambapo wewe huwezi kufanikiwa, ambao unaona kabisa mbona hapa siwezi kutoboa kabisa, yeye akija hapa anatoboa, akija hapa anafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu tayari iko sadaka au kuna utii ambao baba yao alifanya. Na Biblia inasema sisi tuliokoka pia ni watoto wa Ibrahimu. Kwa hiyo Ibrahimu alikuwa na watoto wa viuno vyake na watoto ambao aliwazaa kiroho kwa njia ya imani. Kwa kumbe iko baraka ya Ibrahimu ambayo Mungu ameiachilia kwa uzao wake. Maana yake ukiwepo na wewe uliyookoka ni uzao wa Ibrahimu kwa namna ya rohoni. Bwana Yesu asiwe. Maana yake watakiwa kumiliki biashara kubwa, watakiwa kumiliki maeneo makubwa, watakiwa kumiliki malango ya adui zako. Maana yake umiliki mpaka adui zako washangae. Sasa mambo haya au vitu hivi usipokuwa na ufahamu navyo haviwezi kuact kwenye maisha yako, kwa sababu huna ufahamu au hujavifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa tuangalie kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana ile sura ya 5. Sura ya 5 nitasoma ule mstari wa 8 na mstari wa 9. Kitabu cha Ufunuo Yohana ile sura ya 5 nisome mstari wa 8 na ule mstari wa 9. Anasema hata alipokitua kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwanakondoo. Kila mmoja wao ana kerubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitua hicho kitabu na kufungua mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa. Hebu sema, kwa kuwa ulichinjwa. Wanaimba hao wazee, wanaimba na wenye uhai 4 wakimwambia mwanakondoo, yani Yesu, umestahili kukitoa hiki kitabu na kuzifungua mihuri zake, kwa maana ulichinjwa. Hebu sema ulichinjwa. Hebu sema ulichinjwa. Hebu sema tena ulichinjwa. Unaona, ulichinjwa. Anasema ulichinjwa ukawa fidia kwa Mungu. Biblia zingine hakuna hilo neno fidia. Kuna Biblia inasema ukamnunulia Mungu, lakini kwenye Biblia za kisasa utaona ameandika neno fidia. Neno fidia. Hebu sema fidia. Hebu sema fidia. Sasa nataka tuichambue hili neno fidia. Hili neno fidia. Hili neno fidia. Kusoma kwenye Biblia zingine atakuwa ameandika hapo
ukamnunulia Mungu. Lakini hapa kwenye Biblia yangu na Biblia zingine za kisasa kama unayo, utaona ameandika kwamba ukawa fidia. Yaani Yesu alikuwa fidia. Alikuwa price, alikuwa kama fedha. Alikuwa kama kitu cha thamani. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa kama kitu cha thamani, alikuwa kama fedha, ambacho hicho kitu cha thamani anasema ulikuwa fidia kwa Mungu, na kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha. Yaani kwa damu yako ulikuwa fidia kwa watu wa kila kabila. Anaongelea kitu cha kwanza, andika kabila. Tutaangalia vitu vinne hapo. Kuna kabila hapo, cha kwanza katika kabila, cha pili katika lugha, cha tatu katika jamaa, cha nne katika taifa. Unaona damu ya Yesu, yani Mungu alipomwachilia Yesu kama sadaka au dhabihu, ilikuwa lazima awe fidia. Takuonyesha hilo neno fidia, alafu nitaliunganisha na ujumbe wangu. Sadaka au dhabihu inaweza kubeba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu lazima vibebwe leo kwa jina la Yesu. Na si tu leo, utakapoanza kulifanyia kazi neno la Mungu kwa ujumbe huu, kuna vitu vitaanza kubebwa ambavyo huenda vimekuwa kizuizi cha wewe kupiga hatua fulani, vimekuwa kizuizi cha wewe kwenda kwenye matamanio yako, mahala ungetaka kwenda. Kila mmoja angependa afanikiwe. Kuna usafiri uliokuja nao, sio kwamba unaupenda sana, ila umelazimika kwa sababu hakuna namna. Kuna chakula umekunywa asubuhi au umekula asubuhi, umekula tu ili kwamba usije ukafa na njaa, lakini kwa kweli umekichoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna umevaa tu ili tu utimize lengo la kuficha uchi, lakini kwa kweli umeichoka hiyo nguo, kwa sababu ndio unaivaa kila siku mpaka inaanza kupauka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa utafanyaje? Hakuna namna. Kwa hiyo kila mmoja ana matamanio fulani, lakini sasa huwezi kuyafikia. Kwa nini huwezi kuyafikia? Kuna vitu vina uwezo kukinzana au kukuzuia usiyafikie. Ndio maana tuko hapa tunajifunza. Lengo la kujifunza, Mungu anakuondoa mkwamo. Ndio lengo la kujifunza. Amen. Kama itakuwa hatimizi lengo hilo, maana yake kujifunza kwetu ni bure, hakuna maana. Lakini Mungu anapotaka tujifunze au anapotukusanya mahala pamoja tujifunze, maana yake analenga kutusaidia. Amen. Kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Sasa kukusaidia ni jambo moja, lakini wewe accept ni jambo la pili. Kukubali jambo la pili. Kufanyia kazi ulichoambiwa jambo la pili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu ambaye anaweza kuwa ameandaa chakula, kuandaa chakula hakuna shida, ni jambo moja, lakini swala walaji jambo la pili. Chakula kinaweza kuwekwa na watu wasiwepo wakula au watu wakataa kula. Kwa sio shida la aliyeandaa chakula, ni shida la anayetaka kula. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana maandiko yanasema heri wenye njaa ya haki na kiu ya haki. Kwa hiyo lazima ndani yako uwe na njaa, lazima uwe na njaa fulani, lazima uwe na kiu fulani, kwamba kuna aina ya maisha au kuna aina ya situation kwenye maisha yangu, hizi nimechoka nazo, sizitaki, nahitaji Mungu nisaidie. Na Mungu ili akusaidie anatuma neno. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neno limetumwa kwa ajili ya mtu mmoja leo, na litakusaidia ukiwa active kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tunaona kuna taifa, tunaona kuna jamaa, tunaona kuna lugha na kuna kabila. Unaona Yesu alifanyika fidia kwa ajili ya kabila. Ina maana kabila ni lango katika ulimwengu wa roho. Kuna baadhi ya makabila ambayo utakuta watu wenye hekima au wahenga wanasema usije ukaoa kabila fulani.
Bwana Yesu asifiwe. Ukiwauliza sana kwa nini, wanaweza kukupa sababu au wasikupe sababu, kwambia sisi tumekuambia. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana hilo kabila kuna namna ambapo kwenye ulimwengu wa roho huenda shetani ameligandamiza. Nilikuwa nafuatilia kwa habari ya roho zinazotawala maeneo. Roho zinazotawala maeneo. Nikatamani sana kujua mkoani kwetu Tanga. Yaani nikawa niko na kiu ndani yangu nijue hivi Tanga pakoje. Kwa hiyo niliangalia mikoa hii ya kaskazini, Tanga, Kilimanjaro na Arusha. Lakini nikatamani sana kujua Tanga kwa sababu mimi nimetokea Tanga. Nikagundua kwamba roho moja ambayo inawatesa watu wa Tanga ni uvivu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na stadi. Ni vizuri kustadi wakati mwingine. Unaweza kuwa kuna vitu havieni, unajaribu na unashangaa. Kumbe kuna spirit ya kule ulikotoka ambao hairuhusu kabisa watu wafanye kazi kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unazuiwa. Unapojua hayo sasa, unaenda kivyako wewe mbele za Bwana. Unaambia Mungu, anakataa hii hali. Hii hali nakataa kwa sababu nimenunuliwa. Hii ndio sababu Yesu amefanyika fidia. Amefanyika fidia ili kwamba amsaidie mtu mmoja atakayemkubali kama Bwana Mwokozi wa maisha yake. Wengine wakiendelea kuteswa, yeye hatesi. Wengine wakiendelea kuonewa, yeye haonewi. Wengine wakiwa wamelala, yeye halali. Sio halali kwa sababu hataki kulala. Halali kwa sababu amefyatua mtego wa kulala. Unaweza kusema hivi, mbona pitia haya Mungu, mbona jamani, hujui nimeokoka. Kuokoka sio issue, lakini lazima ujue situation. Lazima ujue hali ya nchi yako. Lazima ujue hali ya mahali ulikotokea. Hali ya kabila lako ikoje? Hali ya ukoo wako ikoje? Kuna wengine ukoo wao ni ukoo uliojaa mizimu, mazindiko, na hakuna Mungu ndani ya ukoo. Huwezi kutoboa. Eti kwa sababu tumeokoka huwezi kutoboa mpaka uamue kusimama useme natengwa kupitia damu ya Yesu Kristo ambayo imemwagika kama fidia. Mimi nimekombolewa, simo miongoni mwao, simo sehemu yao. Ile mitego ya kunifanya mimi nilale ya kwangu haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Unapoomba hivyo, neema ya Mungu inakuja juu yako. Neema ya Mungu inapokuja juu yako, unakushangaa. Wewe umefanikiwaje? Wewe umepenyaje? Wewe umewezaje? Nimeweza kwa sababu yuko aliyeniwezesha. Nimeweza kwa sababu yuko aliyenisaidia kabla ya kuumba misingi ya ulimwengu. Na nimeamua kuyafanyia kazi hayo ili nitoboe. Lakini otherwise itabaki kama jinsi ilivyo. Nisikana kuna mtu mwingine hapo anasema na kule kwetu tulikotoka usiwe na wasiwasi. Amen. Niko kwenye research. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unaenda kusema jamani, sasa mchungaji, hebu na mimi niambie na hali ya kwetu, maana hata sielewi. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi kwa sababu Mungu yupo kwa ajili ya kukusaidia. Kuna vitu lazima ustadi kwenye maisha yako. Usikae tu kizembe. Usikae tu, hapana. Lakini kuna namna ambayo, kuna hali ya kiroho. Hata familia yenu unaweza kumuuliza Mungu, kwenye familia yetu ni hali gani ya kiroho? Tuna hali gani ya kiroho kwenye familia yetu? Kabila nililotoka, kuna hali gani ya kiroho kwenye kabila letu la Wachaga? Kuna hali gani? Mbona wengine wanafanikiwa, mimi sifanikiwi? Ni vizuri kuweza kujua hayo. Kwa nikagundua Tanga kuna roho ya uzembe. Roho ya uzembe. Nikamwambia Mungu, sipo miongoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Nikaangalia kitu kingine, Kilimanjaro wao wana roho ya udini na kujitegemea. Roho ya dini na kujitegemea. Wewe fuatilia. Ni vitu ambavyo vipo. Wana namna fulani hivi ambayo ndio cover kwenye ulimwengu wa roho. Yaani wamekava kwenye ulimwengu wa roho, kuna namna, yaani hata kama wangetaka kwendaje, wafanyeje, wanarudishwa pale mpaka ujue namna ya kufiatua huo mtego. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hebu tuangalie hili neno fidia. Nataka kwanza tuchambue hili neno fidia kwa sababu tumeona Yesu amefanyika kuwa fidia kwa mujibu wa Biblia, akachinjwa na kuwa fidia kwa Mungu, na damu yako watu wa kila kabila. Akawa fidia kwanza kwa Mungu, alafu na kwa damu yake watu wa kila kabila. Ina maana damu yake inakava Mungu na kabila, Mungu na jamaa, Mungu na ukoo, Mungu na taifa. Kwa maana ya kwamba ili Mungu anapotaka kumsaidia mtu wa kabila fulani, huenda huyu mtu anaweza asionekane wa kabila, lakini kuna namna kwenye kabila lake kuna vitu vimetendeka ambavyo vinazuia huyu mtu kuweza kupenya kwenda mahali. Kwa hiyo damu ina clear huyu mtu anakwenda. Kwa hiyo ukabila hauwezi kumzuia, udini hauwezi kumzuia, ujamaa hauwezi kumzuia, utaifa hauwezi kumzuia, anapenya. Kuna wengine huko hapa udini ndio unakuzuia. Ndio maana tuna kwa mfano kuna watu ukienda kuomba kazi mahali watauliza ni wa ukoo wa nani? Shakusia kama Biblia ipo ni wa ukoo wa nani? Lazima waulize, maana yake katika CV moja wapo wanaangalia ukoo fulani, hapana wa profi sana. Ni wa kabila gani? Ni kabila gani? Lazima wajue kabila la huyo mtu. Kama kabila lake wanashakana sana ni mzuri, ana sifa, ila kinachomwangusha ni kabila alilotoka. Kabila alilotoka. Kwa hiyo unashindwa kupenya wewe kwa sababu, au unashindwa kupata msaada kwa sababu ya kabila. Mlango wa kabila ndio unakuzuia. Sasa Yesu amefanyika fidia kwa Mungu kupitia damu yake, ili kwamba wa kabila lolote, wa jamaa yoyote, wa lugha yoyote, wa taifa lolote, vitu hivi vyote vinne visikuzuie wewe kufanikiwa pale unapotaka kufanikiwa. Amen. Visikuzuie wewe kushinda pale unapotakiwa kushinda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa basi, hebu tuangalie hili neno fidia. Lina maana gani kiroho? Au lina maana gani kibibilia? Maana ya neno fidia kibibilia. Neno fidia katika Biblia linamaanisha kulipia kitu ili kumkomboa mtu au kitu kilichokuwa kimepotea, kifungoni au chini ya hukumu. Kwa hiyo hilo neno fidia kwa tafasiri ya Biblia linamaanisha kulipia kitu. Linamaanisha kulipia kitu. Hebu sema kulipia kitu. Kulipia kitu. Sema kulipia kitu. Kulipia kitu. Aha. Kwa hiyo fidia maana yake ni kulipia kitu. Kuna watu wanasemaga hivi, kwani ni lazima nitoe ili nifunguliwe? Kwani ni lazima nitoe sadaka ili nifanikiwe? Mbona kama nanunua? Haya ni maneno mepesi ya watu wanaozuia au wanaosababisha usiujue ukweli. Mungu alipomtaka mwanadamu alitoa kitu. Amen. Narudia tena. Mungu huyu Jehova, muumba wa mbingu na nchi, alimuumba mwanadamu akamweka mahali. Shetani akatumia hila akamlubuni yule ambaye Mungu alimtoa akamweka mahali. Shetani akammiliki. Huwezi kumchukua ingali wako, kwa sababu anamilikiwa mahali. Na tayari shetani na yeye sasa, ambaye ndio Mungu wa dunia, nenda utaratibu wake. Ameshaweka utaratibu wake kwamba ili umpate huyu lazima ulipie. Ama anakufa, anajiokoa kwa damu yake, au anapatikana mtu kulipa fidia.
Kwa hiyo hata wokovu unauona ni mtu alinunua. Biblia inasema kwamba tumenunuliwa. Akalinunua kanisa kwa damu yake. Maana yake ile ndio kununua, maana yake fidia. Maana yake fidia sasa ni kulipa kitu ili kukomboa. Unalipa kitu, maana yake unapeleka kitu ili ukomboe kitu. Na hicho kitu kinakuwa kimepotea weza, au kipo kifungoni, au chini ya hukumu. Unakitoaje chini ya hukumu? Mtu analipa fidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, fidia ni gharama ya ukombozi. Hebu sema gharama ya ukombozi. Sasa basi, inaposemwa gharama, tunafahamu kwamba chochote ili uweze kufanikisha kuna gharama yake. Napenda kusema neno hili, hata kupika ugali ni gharama. Amen. Kwa sababu itakulazimu uwashe moto, itakulazimu uweke sufuria jikoni, itakulazimu usubiri ichemke. Huwezi kuikomandi mpaka maji yachemke. Hiyo unalipa gharama. Itakulazimu uweke unga ukorogee. Wengine huwa hawakorogei, unachemka wanaweka unga. Itakuelimu uanze kusonga, usubiri mpaka uyaondoe mabuje yale, unga ukae vizuri, uwesema huu ni ugali. Ukiupeleka tofauti, anakwambia huyu mtu alikuwa mvivu. Kuna nini? Alikuwa mvivu kukoroga. Kwa hiyo utoa ugali bado una mabuje, haujakaa sawa, hawali ugali wako. Kwa nini? Umekataa kulipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo kila kitu kina gharama. Kwa hiyo mahala popote unapolipa gharama, hiyo inaitwa fidia. Aidha ni muda wako, aidha ni nguvu zako, aidha ni akili yako, aidha ni chochote. Umeacha kazi zako namna yote ukaamua kwenda mahala, manake umelipa gharama. Kwenye ulimwengu wa roho inaitwa fidia. Amen. Amen. Ambayo mtu sasa anaangalia mtu ambaye amelipa gharama, mtu ambaye si mvivu, mtu ambaye anaweza kufanya ABC, wanasema huyu anatufaa kwa sababu amelipa gharama. Amen. Sasa sisi huwa tuna mtazamo wa sadaka kama sadaka, tumeishia pale, lakini hatujaenda ndani ya sadaka kwamba sadaka inayozungumzwa ni nini? Sadaka maana yake ni fidia, maana yake ni gharama ya namna fulani ili ufike mahali. Amen. Kila kitu tunachoona duniani kina gharama yake. Amina. Hata nguo uliyovaa ina gharama yake. Na ubora wa kitu unategemea gharama. Huwezi kuwa na kitu kizuri alafu huwezi kulipa gharama kubwa. Kuna aina ya nguo au kiatu tamani ununue, ila ulipoenda wakwambia hiki kinauzwa 100,000, ila ulikuwa na 10,000. Asa leo hii kuna wajanja wa China wanaweza kutengenezea kile cha 100,000, kutengenezea vile ile ya kuuzia 10,000. Unaweza kusema hivi, mbona kama tu kile, ila hakidumu, unavaa siku moja. Kwa nini? Gharama. Unavaa siku moja, siku ya pili yake kimeshababuka. Ila ni kama kile, hakina quality. Bwana Yesu asifiwe. Gharama, Mungu zako gharama. Kwa hiyo fidia ni gharama. Kwa hiyo Yesu ili atupate alipa gharama. Alipokuwa anachapwa mijeledi ilikuwa analipa gharama. Alipokuwa anatembea mate analipa gharama. Maana yake kuna gharama kwenye maisha. Huenda kuna mahali unakwenda na kuna vitu unapitia, zile ni gharama unalipa ili ufike unakotakiwa kwenda, ili upate unachotaka kupata. Usikwepe gharama kama unataka kupata kitu kibora. Amen. Vitu havijagi tu kama utamka asubuhi na vikuta vipo. Lazima ulipe gharama. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kuwa unalipa gharama, umefanyika fidia.
Kuna mambo unayapitia, kuna hasara unayopitia, kuna ugumu unaopitia, kumbe unalipa gharama. Maana unalipa gharama kwenye ulimwengu wa roho ya fidia ili ufike unakotakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu tuangalie hatua ya pili. Fidia ilikuwa sadaka au malipo yaliyotolewa kwa ajili ya ukombozi. Hao tuangalie kwenye Agano la Kale. Fidia ilikuwa ni sadaka au malipo yaliyotolewa kwa ajili ya ukombozi. Ilikuwa ni sadaka. Fidia ilikuwa ni sadaka au malipo yaliyotolewa kwa ajili ya ukombozi. Kutoka sura ya 30. Fungua kitabu cha Kutoka ile sura ya 30 mstari wa 12. Kutoka sura ya 30 mstari wa 12 hadi mstari wa 16. Anasema hivi: utakapo wahesabu wana wa Israeli kama itakavyotokea hesabu yao, ndivyo watakapompa Bwana kila mtu ukombozi kwa ajili ya roho yake. Hilo neno ukombozi kwenye lugha ya Kiebrania linaitwa fidia. Ilikuwa kuna namna ambayo Mungu alimwambia Musa kwamba wana wa Israeli wanatakiwa wafanye hivi wao kama wao, lakini badala yake watahesabiwa. Wakishahesabiwa, alafu utatafuta ukombozi, yani fidia ya kitu kingine kitolewe badala yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ndipo watakapompa Bwana kila mtu ukombozi kwa ajili ya roho yake. Hapo utakapo wahesabu, ili kwamba yasiwe maradhi kati yao. Hapo utakapo wahesabu, nacho watakachotoa ni hiki: kila mtu apitaye kwa wale waliohesabiwa atatoa nusu shekeli kwa kuiandama shekeli ya mahala patakatifu. Shekeli ni gera 20, nusu shekeli kwa sadaka ya Bwana. Kila mtu apitaye kwa wale waliohesabiwa, tangu huyo ambaye umri wake ni miaka 20 au zaidi, atatoa hiyo sadaka ya Bwana. Sadaka ya Bwana, yani shekeli au kombozi au fidia. Matajiri hawataleta zaidi, wala masikini hawataleta kilichopungua katika hiyo nusu shekeli. Yani maana yake amri ya madhabahu ilikuwa ni nusu shekeli. Kwa hiyo hata kama ni tajiri unazo nyingi, usizidi hicho kipimo. Amen. Na hata kama ni maskini, maana yake usije ukapungua kwa hiyo kipimo, kinakuwa vile vile. Amen. Fidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema matajiri hawataleta zaidi, wala maskini hawataleta kilichopungua katika hiyo nusu shekeli watakapotoa hiyo sadaka ya Bwana, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya roho zenu. Kwa ajili ya roho zenu. Anasema nawe utapokea hizo fedha za upatanisho mkononi mwa hao wana wa Israeli, na kuziweka kwa ajili ya utumishi wa hema ya kukutania, ili kwamba ziwe ukumbusho kwa ajili ya wana wa Israeli mbele za Bwana, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya roho zenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwenye Agano la Kale Waisraeli walitoa fedha ya fidia kwa ajili ya roho zao. Kwa ajili ya roho zao, sawa sawa na agizo ambalo Bwana ameliweka kwa wana wa Israeli. Na ndio maana sadaka ni agizo. Mungu amesema msiende mikono mitupu nyumbani mwa Bwana. Lazima uwe na kitu kumtolea Bwana, kwa sababu ni agizo la kisheria ambalo Mungu ameliachia. Kwa hiyo unapoliishi au unapolitenda, maana yake lina benefit kwenye maisha yako kulingana na eneo husika fulani ambalo Mungu akusaidie. Amen. Kwa hiyo inawezekana sasa wewe kwenye eneo la ukabila
kuna vitu haviko sawa. Maana yake una disqualify kwenda kupata namna fulani. Maana yake unaamua kuachilia fidia kwa Bwana, kwamba kuna jambo ambalo linazuia maisha yangu, lazima niachilie fidia au niachilie sadaka. Kama kwenye ukoo wamekaa hawatanipata, kwenye kabila wamekaa hawatanipata, kwenye ukoo wamekaa hawatanipata, kwenye taifa kama wamekaa hawatanipata. Maana kwenye nchi ya utaifa napita, kwenye nchi ya ukabila napita, kwenye nchi ya lugha napita, kwenye nchi ya ukoo napita, kwa sababu nimeoshwa. Mimi ni mali ya Yesu. Kwa hiyo hakuna la kunizuia, hakuna la kunipinga. Kwa hiyo unaamua kuachilia sadaka kama fidia ya kufanya uvuke kwenye vipingo ambao umeweka kwa jina la Yesu. Kwa ndio maana wakati mwingine mtu akiwa na ufahamu juu ya sadaka, rahisi sana kufanikiwa kwenye maisha yake. Kinachotufanya hatuna ufahamu juu ya sadaka, tunatoa tu sadaka, hatuna ufahamu juu ya sadaka. Usitoe tu sadaka kama una ufahamu. Na hii ndio maana nimeamua kufundisha kwa habari ya sadaka. Ukielewa na ukaanza kuyafanyia kazi, hakuna kitu kitaweza kuzuia kwenye maisha yako, kwa sababu sadaka yaweza kukaa fidia, na sadaka ina nguvu katika ulimwengu wa roho kuliko unafikiri. Ukijua kwa nini unatoa, usitoe tu. Unaona kabisa hapana, kuna namna ambayo unakwenda nashindwa. Uchumi wangu unadolona. Yamkini kwenye uchumi wangu kuna kitu kimekaa. Unaanza kuangalia hali ya kiroho inayotesa maisha yako ni namna gani. Mungu anakuambia unapoiona hiyo hali, usiende hivi nyumbani mwa Bwana, usiende kwa Mungu hivi. Nenda achilia sadaka. Mwambie Mungu, nakuja mbele zako, na achia hii sadaka. Hii sadaka ikafungue maisha yangu. Kwenye Biblia kuna mwanamke mmoja anaitwa Mshunami. Huyu mwanamke alikuwa ni mwenye cheo, lakini alikuwa mtu mzima, mzee na hana mtoto. Akawa anapita Elia hapo nyumbani kwake, ni njia yake, anapita anaenda kwenye shughuli zake za injili. Yule mama akamwangalia kwa muda mrefu. Elia anapita, anajua huyu mtumishi wa Mungu, akashuhudiwa ndani. Usifanye vitu bila kushuhudiwa ndani. Akashuhudiwa ndani kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Lakini kwa nini ameshuhudiwa ndani? Kwa sababu alikuwa anamcha Bwana. Akashuhudiwa kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Aliposhuhudiwa akamfuata mumewe, kwa sababu yeye hawezi kufanya maamuzi peke yake, ana mume. Akamwambia, mume wangu, kuna huyu mtu wa Mungu anapita hapa kwetu kila siku, tumjengee kibanda, tumjengee angalau kibanda juu. Anapopita huyu mtu wa Mungu, angalau apumzike, angalau akae, angalau anywe maji, angalau basi akae akapumzika. Mumewe akakubali jambo, kwa sababu kwa jambo la kimungu, ilikuwa jambo la kimungu. Manake mumewe akalikubali. Huyu mama baada ya kufanya hilo jambo, baada ya muda Elia akamuuliza Gehazi, huyu mama ametufanyia haya mambo, kuna jambo anataka huyu. Unaona, anasema huyu mama kuna jambo anataka huyu, sio kule, kuna jambo anataka. Nenda kamuulize, je, tumuombe kibali kwa mtawala wake au tufanyeje? Gehazi akamwambia hana mtoto. Akamwambia basi kamwambie majira kama mwakani atazaa mtoto wa kiume. Akaenda kamwambia, ni kweli. Baada ya pale, unaona kwa kumbe kuna vitu unavyofanya ulimwengu wa rohoni au wa rohoni wanajua huyu kuna kitu anataka, huyu kuna kitu anataka, huyu kuna kitu anataka. Kumbe kuna vitu ili utake, usianze kusema wewe fanya vitu. Unapoanza kufanya vitu ni lugha kwenye ulimwengu wa roho. Kuna namna lugha yako ya kawaida inaenda zipenye rohoni, kuna namna isiende, lakini kuna namna unavyotenda ile bidii yako, yale maombi yako, kule kufunga kwako. Ulimwengu wa roho unasema kuna kitu anataka huyo, sio kule huyo anafunga huyo, kuna kitu anataka huyo, kuna kitu anataka huyo, sio kule. Mbona kanisani na yeye, mbona ameacha vitu vingine? Kuna kitu anataka huyo. Baadaye wanakuja kwenye ndoto, wanakuambia omba lolote utakalo nawe utapewa. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri Sulemani kwa nini aliambiwa wale malaika? Mungu akaja kwa sababu Sulemani amekwenda akatoa sadaka ng'ombe 2000. Mungu akasema kuna kitu anataka huyo, kuna kitu anataka huyo, lazima twende. Mungu haikutulia, ikasema twende kwa Sulemani, kuna kitu anataka huyo. Kuna vitu ukifanya Mungu haitatulia. Nasema Mungu isitulie utakapoanza kufanya kwa moyo wako na kwa uaminifu mbele za Bwana. Maandiko yanasema Mungu akamjia katika ndoto ya usiku, akamwambia najua kuna kitu nataka, omba sasa, nimekuja ili uombe sasa. Akasema naomba unipe moyo wa adili. Akamwambia umepata. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu
ukifanya, mbingu yenyewe ina reaction, inasema hapana, kuna kitu anataka huyu, kuna kitu anataka huyu, kuna kitu anakata. Kwa kukuzimu nao wanasema huyu kuna kitu amekataa, huyu kuna kitu amekataa, huyu kuna kitu hataki, huyu kuna kitu hataki. Maana yake unahitaji kusema gonjwa sitaki. Wewe fanya vitu ambavyo vitapeleka ujumbe maana husika, kwamba huyu magonjwa hataki, huyu maskini hataki, huyu laana hataki, huyu ugonjwa hataki. Sema sitaki. Sasa unaamua kutiuni katika matendo sasa. Haleluya. Unaacha mambo ya kuongea, unaingia katika matendo. Wewe unaanza tu, unamka asubuhi saa 11, unaanza reka hata yandorobo eraka payata baba. Mimi nasema kuna kitu anataka huyo. Kesho tena unaendelea, wanasema kuna kitu anataka huyo. Kuzimu nasema jamaa mkristo wako hivi, kuna kitu anakataa huyu, anakataa madeni huyu, anakataa magonjwa huyu. Usiache, wakiona kuzimu umeng'ana, wanakuletea uchovu, wanakuletea usingizi. Unasema hapana, kuna kitu nataka, kuna kitu nataka. Nataka utawala, nataka uongozi, nataka ushindi, nataka uzima. Maana yake unaanza kufanya vitu vya kiroho ambavyo vinafungua lango la rohoni. Unashangaa wanakujia. Kornelio alikuwa anatoa sadaka na anaomba. Mbingu ikasema kuna kitu anataka, hana wokovu. Wakauliza ana nini hana wokovu? Maana yake fedha anazo, watoto wanao, lakini wokovu hana. Malaika akatokea akamwambia Kornelio, maana sadaka zako na maombi yako yamefika mbele Bwana, yamekuwa ukumbusho. Tunajua huna wokovu, tuma watu mpaka Yafa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna kitu lazima utake. Ukitaka haukaikilia, ukitaka haulii, ukitaka haulalamiki, unaamua kutenda matendo ya haki. Unatenda matendo ya haki. Matendo yatajieleza yenyewe. Kuna kitu unataka, kuna afya unataka, kuna ndoa unaitaka, kuna mtoto unamtaka, kuna kazi unaitaka, kuna vitu haviji bure. Mungu alipotaka ulimwengu hakusema na wanadamu, hakutuma watu wakahubiri injili kwanza. Alisema natoa mwanangu wa pekee kwa sababu kuna kitu nakitaka. Nataka ulimwengu, nataka wanadamu. Hapo siwataki tu wanadamu na makabila yao na koo zao na jamaa zao na taifa zao. Akaamua kutoa. Alipotoa Ikariati tukaokoka. Adiana akaokoka, Msambaa huyu akaokoka, Mchaga akaokoka, Mluguru akaokoka, Mbonea akaokoka. Tumeokolewa kwa sababu kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mtu alitoa, Mungu alitoa. Wewe ukitaka mambo yatokee, anza kutoa, anza kutoa. Usitoe kwa ushindani, anza kutoa. Usitoe kwa kujikinai, anza kutoa. Usitoe tu kwa natwaya, anza kutoa. Usitoe kwa sababu umelazimika kanisani. Nimeamua kutoa, nitume ujumbe kwenye ulimwengu wa roho. Mambo yako naanza sahihi. Haleluya. Unaanza taratibu. Unaanza taratibu. Sio vitu vingi. Biblia inasema hivi, wewe ni sadaka. Amen. Kwa mujibu wa Paulo anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu, iwe sadaka. Unaamua kutoa mwili wako. Unasema kuanzia leo mwili wangu ulitumika kwa mizimu, kuchanjwa chale, kupigiwa ramli. Naamua kuachana mambo ya ramli, na achana tunguli, naamua kwenda kwenye maombi. Roho Mtakatifu ndio ulezi wangu, Roho Mtakatifu ndio ushiri wangu. Unapoanza kutoa, inakuwa ibada mbele za Bwana. Alafu kaenda ibada ina manukato. Mungu atasema, Mungu ataleta muujiza, Mungu ataleta kazi, Mungu ataleta msaada. Inuka leo na uanze kuyafanyia kazi. Utaona mabadiliko, utaona ushindi, utaona mpenyo kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Hakuna zaidi ya hapo. Asikudanganye mtu. Kornelio akaja anatoa sadaka. Na sio yetu, anawapa mpaka wa nyumbani kwake sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu yeye anajua nyumbani kwake hawana hela, hawana kazi, yeye ana kazi, anawapa sadaka. Yawezekana wewe una kazi, nyumbani kwako hawana kazi, wape sadaka. Yawezekana ndugu zako hawana kazi, wewe una kazi, wape sadaka. Waambie sadaka hii na nenda katoe kwenye madhabahu ya Bwana. Wape sadaka. Useme unajua kila mmoja atoe, wewe unayo, mpe sadaka. Unamuuliza una sadaka leo, chukua sadaka. Natoa na wapa ili kwa sababu kuna kitu nataka. Mbingu kasema kuna kitu anataka. Kuna kitu anataka. Wakafuatilia. Watoto anao. Kazi anao. Heshima anayo.
anaye. Wakadhani nini ambacho hana? Wakasema hana wokovu. Akasema basi nendeni kwake, mwambieni maombi yako na sadaka zako zimefika mbele za Bwana, alafu zimekuwa ukumbusho. Kwa hiyo tuma watu Yafa. Kuna mtu anaitwa Petro kwenye nyumba ya mtu mmoja anayetengeneza ngozi. Mwambie aje nyumbani kwako, yeye anakija kukuambia na utapata wokovu. Na kweli akatuma watu wakaja. Petro akaja. Petro alipokuja akaanza kufundisha neno, Maandiko yanasema wale waliolisikia lile neno ndani ya nyumba ya Kornelio wakajaa Roho Mtakatifu. Kumbe kulikuwa na upungufu ndani yao, wakaanza kujaa Roho, wakaanza kujaa maarifa, wakaanza kujaa nguvu. Ni maombi yangu ninayofanya hapa, Roho wa Bwana aachiliwe. Mwanze kujaa hekima, mwanze kujaa maarifa, mwanze kujaa nguvu, mwanze kujaa utajiri, mwanze kujaa neema. Hebu sema najaa. Haleluya. Kumbe sadaka ya mtu mmoja inaweza kusababisha Roho wa Bwana akajaa kwenye familia, Roho wa Bwana akajaa kwenye taifa, Roho wa Bwana akajaa kwenye ukoo fulani, Roho wa Bwana akajaa kwenye familia fulani. Unaweza kusema kama kuhani kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili ya ukoo wako, ukasema hapana, nasimama kwenye ukoo wangu, mimi ni kama kuhani na watangulia mbele kama Yusufu alivyotangulia. Unaamua kujiladu mbele za Bwana, utashangaa wokovu unakuja kwao. Njaa ikitokea wanapata msaada, magonjwa yakitokea wanapata msaada, mauti ikitokea kuna mtu ametangulia mbele yao. Hebu tangulia mbele ya ukoo wako, tangulia mbele ya kanisa lako, tangulia mbele ya jamaa yako, ufanyike fidia kwa ajili yao kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Sema kwa jina la Yesu. Ninaomba neema yako Bwana juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Kwa hiyo sadaka inaitwa fidia. Iangalie kuanzia leo sadaka kama fidia. Ondoa hiyo taswira ya sadaka ambayo tayari ishachafuliwa. Walishakwambia na ushasikia maneno mengi. Mnapigwa kanisani, mnawasaidia watu hawana kazi hao, mnapeleka tu sadaka zenu, hela zenu, mishahara yenu, hawana kazi. Ni kwa sababu hawajajua kwamba hao hawahitaji kazi, hawahitaji sadaka zako, kwa sababu kuna namna Mungu anaweza kuwaishi wakafanya kuishi. Sikiza nikwambie, Mungu anapomuita mtu hamuiti ili ategemee sadaka, hamuiti ili ategemee wanadamu, anamuita ili amtegemee yeye awapaye watu vitu. Ana uwezo wakati mwingine akainua kunguru au akainua watu kulingana na level alionayo, kulingana na uwezo alionao. Unajua Elia pamoja na mwanamke wa Sarepta wote walipata msaada, ila mwanamke wa Sarepta Mungu asingeweza kumtumia malaika kwa sababu ingekuwa disaster kwake. Kwa nini? Angekemea, kwa sababu hajui namna kunguru anavyoweza kuleta, anasema ni mapepo. Lakini Elia kwa sababu anajua mvua imefungwa, kuna ukame, akija malaika akija kunguru anajua ni namna Mungu amekuja kwa namna ya kunguru. Kwa hiyo Mungu yeye akamtumia mtu mwanamke wa Sarepta, akamtumia Elia mtishbi mwanadamu mwenzake. Ina maana kila mmoja kuna namna Mungu anakutumia kwa namna ulivyo, na ndio maana ishi sawasawa na Mungu anavyotaka. Usiishi sawasawa na mazingira yanavyotaka au watu wanavyotaka. Ishi sawasawa na Mungu anavyotaka, sio wewe unavyotaka. Alafu utaona Mungu anakuwa provider. Ataanza kusaidia kupenya, ataanza kusaidia kwenda mahala ambapo usingeweza kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema kwa jina la Yesu. Ninabadilisha kwenye ulimwengu wa roho. Kuanzia leo sadaka kwangu ni kama fidia, ni kama gharama inayolipwa kwa ajili ya ukombozi au kurudisha kilichopotea, kilichofungwa, kilicho utumwani kiweze kuwa huru kwa damu ya Yesu. Nipe hekima ya kuelewa zaidi kwa habari ya sadaka, ili nijue na kufanya pale ninapobidi kuweza kufanya kwa maagizo yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema amen. Shika sadaka yako tumtolee Bwana. Naomba niishie hapo kwa leo. Neno la Mungu linapokuja usilifanyie kazi. Ni sawasawa na mpanzi aliyetupa mbegu zake halafu ikaanguka katika njia.
ndege akaja akaila. Nifanyie kazi hilo neno.